Kiongozi wa chama cha NARC Kenya Martha Karua anakabiliwa na sakata ya kupokea rushwa ya kima cha shilingi milioni 7.6 kutoka kwa kampuni ya kutengeneza sigara hapa nchini Kenya, yani BAT. Sakata hiyo imefichuliwa baada ya gazeti moja la Uingereza kutoa madai hayo kwenye mojawapo ya nakala zake hii leo. Mwanahabari Lofty Matambo anaarifu zaidi katika matukio haya mapya ambayo huenda Martha Karua aliyeng'ang'ana kulisafisha jina lake alipokabiliwa na madai ya kuwanunua mashahidi wa ICC dhidi ya naibu wa Rais William Ruto akajipata tena pale pale. Ufichuzi huo wa kipekee uliochapishwa katika gazeti la leo la The Independent la nchini Uingereza unaonyesha kwamba Martha Karua alihiari kula rushwa kutoka kwa kampuni ya sigara ya BAT kinyume na kanuni za wizara aliyokuwa akiongoza ya sheria. Kupitia kwa mpuliza kipenga Paul Hopkins aliyefanya kazi na kampuni ya BAT kwa miaka 13, Karua alipokea shilingi milioni 1.7 kupitia kwa Mary Mukinda, wakala wa kampeni yake ya urais ya mwaka 2013 kama ufadhili. Inaripotiwa kuwa BAT ilitoa hela hizo ili Martha aisaidie kupata zabuni ya kusambaza mashine za kupambana na biashara haramu ya sigara, biashara iliyofaa kupewa kampuni pinzani kwa kima cha shilingi bilioni 1.5. Inadaiwa Martha alisaidia BAT kwa kuipatia stakabadhi muhimu za halmashauri ya ushuru nchini KRA, lakini BAT ikatumia fursa hiyo kujiondolea vikwazo vya kibiashara pamoja na kukwepa sheria. Martha kupitia kwa wakili wake Gitobu Iwanyara ametoa kauli ya kujitetea alasiri ya leo. Nikinukuu, anafahamu kwamba kampeni yake ya urais ilipokea msaada wa kifedha kutoka kwa Bwana Hopkins aliyekutana na wanakampeni wake baadaye, na hivyo alikuwa anajiandaa kuyajibu maswali yenu ama jana jioni au leo asubuhi. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 ambapo Karua alimaliza wa 6. If you want a person you can trust to keep her word that I will fight corruption from the front, I will stop theft of public funds, and I'll make sure that the interests of each Kenyan comes first. Kauli yake hii ya kupambana na ufisadi huenda ikageuka kinaya kikubwa iwapo madai haya mapya yatathibitishwa. Mungu ana maajabu. Akalete Wetangula akakula paka sigara. Leo tumeambiwa na Waingereza huko London, Martha Karua pia wakati alikuwa waziri wa Kibaki alikula sigara. Hata walikula kila kitu, sasa wakaanza kula sigara. Kampuni ya BAT iliangaziwa na vyombo vya habari tena majuma mawili nyuma pale seneta wa Bungoma Moses Wetangula alipofichuliwa na shirika la habari la BBC kwa kupewa hongo ya tiketi za ndege ili alegeze sheria za kudhibiti matumizi ya tumbaku alipokuwa waziri wa viwanda mwaka 2012. Wetangula aliyakanusha hayo. Kwake Martha Karua hili ni zimwi jipya baada ya kung'ang'ana kulisafisha jina lake alipotajwa na madai ya kuwanunua mashahidi wa uongo dhidi ya kesi ya naibu Rais William Ruto huko ICC Hague. Madai haya yakitokea kwa ya ukweli, upinzani huenda ukapata pigo zito baada ya wale waliomstari wa mbele kupinga ufisadi serikalini wapatikane na madai kama haya ya ufisadi wa kimataifa. Karua bado hajatoa taarifa rasmi kuhusiana na madai haya mapya ya ufisadi. Lofty Matambo, KTN leo, Nairobi.